Bwana, mambo yamekuwa moto sana na mambo ni mengi sana nchini Tanzania baada ya aliyekuwa mheshimiwa makamu wa rais wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi kuandika barua ya wazi kwenda kwa mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuomba kujiuzulu katika nafasi ambayo yeye pia alichaguliwa pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Dr. Nchimbi katika barua yake ya wazi ameweza kwenda kuorozesha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinahitajika kikatiba ili yeye kuweza kuenguka katika nafasi hiyo kuanzia Septemba 4. Kwa hivyo ameweza kuandika barua ya wazi kwamba anahitaji kuachana na siasa na kutumikia umma kwa sasa hivi. Kwa hivyo ameridhishwa na ameahidi kwamba ataendelea kuwa mtiifu kwa taifa hili hapa la Tanzania. Lakini Nchimbi katika barua yake, baada ya yeye kwenda kuandika barua, masaa kadhaa baadaye Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kwenda kujibu kwa kuridhia ombi la aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Patrick Nchimbi kuweza kujiuzuru nafasi yake, na akasema kwamba mchakato wa kuendelea kutafuta makamu wa rais mwingine kikatiba utaendelea kutokana na katiba vile ambavyo itakavyokwenda kuzungumza. Katiba inasemaje kama ikitokea makamu wa rais ameweza kujiuzuru ndani ya muda huo. Kwa hivyo nchi haiwezi kukaa bila makamu wa rais. Kwa hiyo baada ya muda fulani basi atapatikana makamu wa rais mwingine ambaye atakayeweza kuja kuendeleza gurudumu hapa alikoishia Dr. Patrick Nchimbi. Maswali yamekuwa ni mengi sana, watu wamejiuliza kwa nini. Ilishawahi kutokeaga katika siasa Tanzania, aliyekuwa waziri mkuu kipindi hiko utawala wa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa akiitwa Mizengo Pinda, na yeye pia aliweza kwenda kujiuzuru nafasi hiyo ya waziri mkuu hivi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinatokea lakini hata Mheshimiwa Edward Lowassa naye pia alifanya hivyo, Edward Charles Lowassa marehemu, Mungu amrehemu. Lakini yote ni sehemu ya uongozi ambao ulishawahi kupita na walifanya vitu kama hivyo. Kwa hivyo si ajabu sana kwa Nchimbi kuweza kuandika hiyo barua ya wazi kwenda kuomba yeye kujiudhuru nafasi aliyokuwa nayo. Watanzania wamebaki na maswali mengi sana, shida ilikuwa nini na nini, lakini yote kwa yote Nchimbi hakuweza kuongea neno lolote baya kuhusiana na uongozi wake. Amesema ataendelea kuipambania CCM, ataendelea kuiwakilisha na hatoweza kwenda kuchochea labda kuvunja amani ya nchi, kwa maana kwamba hata kwenda kuiunga mkono CCM kwa 100% kama vile alivyokuwa akifanya mwanzo ambako alikuwa makamu wa rais. Kwa hivyo watu wamekuwa na mitazamo tofauti, lakini mwisho wa siku wote tunatakiwa kwenda kujua kwamba ni maamuzi yake mwenyewe, ni maamuzi binafsi, ameamua kufanya hivyo, huenda kwa maslahi mapana ya taifa, ndio maana ameamua kufanya hivyo. Kwa hivyo hakuna haja sana ya kwenda kuhoji maswali mengi, tukae tuone mheshimiwa rais atafanyaje kutokana na katiba inavyoruhusu. Ataweza kwenda kumpata nani akaja kuwa makamu wa rais ili maisha mengine yaendelee. Kwa hivyo kuna clip ambazo zinasambaa kwa mfano mheshimiwa Makonda ameweza kwenda kuongea kwamba kuelekea 2030 kuna watu sana watatokea hivi na vile. Kwa hivyo yote ni sehemu tu ilikuwa ya tahadhari, lakini naamini kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi hakuwa na nia nyingine mbaya, kwa sababu hakuweza kuongea speech yote ya ovyo ambayo iliweza kwenda kuitibua CCM, japokuwa watu walikuwa naoji kutokana na namna ambavyo yeye anakwenda kutoa speech au anapokuwa anatoa hotuba mbele ya wananchi. Kwa hivyo watu wakawa na mashaka, lakini mwisho wa siku amekuja mwenyewe amefunguka na ameongea ukweli kwamba yeye ataendelea kuisupport Tanzania na ataendelea kumsupport mheshimiwa rais popote pale atakapokuwa. Mpaka wakati mwingine usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante sana.